Karibu Tabora, karibu Toronto. Kombe la Dunia 2026 litakumbukwa si tu kwa ukubwa wake wa kushirikisha mataifa matatu, bali pia kwa ubunifu wa kisasa katika mpira utakaotumika. Mpira huu mpya unaoitwa Adidas Triondo umebeba teknolojia, ubunifu wa kisanii na maana ya kipekee inayowakilisha historia ya mashindano haya. Jina la Triondo lina maana mataifa matatu na limetokana na lugha ya Kihispania likimaanisha mawimbi matatu. Hii inamaanisha nchi tatu zitakazokuwa wenyeji wa kombe la dunia 2026, yaani Marekani, Canada na Mexico. Mpira huu unalenga kuonesha mshikamano na ushirikiano wa mataifa haya matatu katika kuandaa mashindano makubwa zaidi ya mpira wa miguu duniani. Mpira huu umeundwa na alama kuu tatu za kipekee zinazowakilisha nchi wenyeji. Alama hizo ni jani la mapo linaloonekana katika mpira huu likiwakilisha nchi ya Canada, alama ya tai inawakilisha Mexico na nyota inayoonekana katika mpira huu inawakilisha nchi ya Marekani. Muundo wa Triondo umechochewa na taswira ya shangwe ya mashabiki uwanjani inayojulikana kwa jina la ola, yani wave. Ndio maana mpira huu una mistari na mikunjo inayofanana na mawimbi yanayosogea, ikionyesha uhai na hisia za michezo wa mpira wa miguu duniani. Moja ya maboresho makubwa kwenye Triondo ni uwepo wa chipu ya sensa ya Hertz 500 iliyojengwa ndani ya mpira huu. Teknolojia hii ina uwezo wa kufuatilia mwendo wa mpira kwa usahihi mkubwa zaidi, kusaidia mfumo wa VAR kufanya maamuzi sahihi, kugundua matukio kama offside kwa haraka na usahihi wa hali ya juu. Hii inalenga kuongeza uadilifu na uwazi katika maamuzi ya waamuzi uwanjani. Mpira huu wa Triondo umeboreshwa ili kutoa safari ya mpira iliyothabiti zaidi hewani, udhibiti bora wakati wa pasi na mashuti, utendaji mzuri hata katika hali ya mvua na unyevunyevu. Hii inawasaidia wachezaji kufanya maamuzi ya haraka na sahihi zaidi pindi wawapo uwanjani. Sehemu ya nje ya mpira huu imeundwa na texture ya kisasa inayosaidia kushika mpira kwa urahisi, kupunguza kuteleza wakati wa kupiga pasi au shuti, kuongeza usahihi wa udhibiti wa mpira uwanjani. Kwa maelezo haya, mpira huu si wa kawaida kama ilivyozoeleka mipira mingine, bali ni alama ya maendeleo ya teknolojia na ubunifu katika soka la kisasa duniani. Kwa muunganiko wa teknolojia ya sensa, muundo wa kisanii na ujumbe wa Umoja wa Mataifa matatu, mpira huu unatarajiwa kuongeza msisimko zaidi katika kombe la dunia mwaka 2026. Kama ulikuwa hujui, mashindano ya kombe la dunia la mwaka 2026 yamekaribia. Jumla ya timu 48 zitashiriki na zaidi ya mechi 100 kwa mara ya kwanza zitachezwa, ikiwa ni sehemu ya kuandika historia ya kandanda duniani kote. Michuano hii ya 23 ya kombe la dunia itafanyika nchini Marekani, Mexico na Canada kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai 2026. Karibu Tabora, karibu Toronto.